Sasa namuita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria na wenye viti wengine watatu wajiandae. Mwenyekiti, dakika 10. Nenda kwenye mambo muhimu, maoni na ushauri. Mambo yote kishamaliza Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kukidhi matakwa yaliyokusudiwa na kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni ya Bunge, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu zifuatazo. Sehemu ya kwanza inatoa maelezo ya jumla ya kuonyesha msingi na muundo wa taarifa pamoja na namna kamati ilivyofanya kazi. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa kuangalia makusanyo ya maduhuri, mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uzingatiaji wa ushauri na maoni ya kamati. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Na sehemu ya 4 inahusu majumuisho ya maoni ya ushauri wa kamati na sehemu ya mwisho ni hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, msingi wa kamati kufanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya makadirio ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu ni kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023 kifungu cha 6 kifungu kidogo cha pili C kikisomwa pamoja na kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza A cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge zinatambua jukumu la kamati kufanya uchambuzi huo. Aidha, kanuni ya 118 kifungu kidogo cha 4 ya kanuni ya kudumu ya Bunge imeweka masharti yanayotaka taarifa ya utekelezaji ya ofisi hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa masharti hayo yamezingatiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika uchambuzi huo kamati ilipitia jumla ya mafungu 5 ambayo ni fungu namba 25 ofisi binafsi ya Waziri Mkuu, fungu namba 37 ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, fungu namba 27 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, fungu namba 61 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, fungu namba 91 Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa umenipa dakika 10, tutaenda kwa uchambuzi katika maeneo ambayo ni mahususi, na kwanza tuangalie uchambuzi wa tathmini ya ufafanuzi. Mheshimiwa, katika matokeo uchambuzi wa taarifa za utekelezaji wa bajeti ya makadirio ya mapato ya matumizi yanaweka msingi wa ushauri wa kamati kuhusu hoja hii ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Kwa sababu hiyo, ili kuwezesha ufuatiliaji mzuri wa wasilisho hili, naomba kubainisha mambo makuu 4 yaliyochambuliwa kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni makusanyo ya maduhuri, sehemu ya pili ni mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti na ya matumizi ya kawaida, na sehemu ya 3 ni taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na sehemu ya 4 ni uzingatiaji wa maazimio ya Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo hili uchambuzi umefanyika katika ukusanyo wa maduhuri kama yalivyowasilishwa na katika mafungu mbalimbali kama alivyosema fungu namba 61, 67, 61, 37 na 27. Lakini katika eneo hili Mheshimiwa Naibu Spika, nitajielekeza katika kutoa pongezi katika fungu namba 61 na fungu namba 31 ambayo yamevuka malengo ya makadirio ya makusanyo ya maduhuri katika kipindi cha Julai 2024 na Februari 2025. Aidha, kamati ina maoni kuwa kutokuwepo na makusanyo ya maduhuri kwa mwaka wa fedha unaoishia kwa kupitia fungu namba 27 ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo haikuonyesha kukusanya kiasi chochote. Hii inatafsiriwa kwamba malengo ya ukusanyaji yaliyowekwa hayakuwa na uhalisia na vyanzo vya maduhuri vilivyoainishwa havikuwa na uhakika na si endelevu. Kwa msingi huo, ni vyema wizara na taasisi zake zote kuzingatia uhalisia wa makadirio ya makusanyo ya maduhuri kwa kila mwaka. Na Mheshimiwa Naibu Spika, mchanganuo katika jedwali namba 1
katika jedwali lililoambatanishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika uchambuzi wa matumizi ya bajeti ni kama yalivyoelezwa, naomba nijielekeze moja kwa moja kwenda kwenye eneo la makadirio ya mapato na matumizi katika mafungu haya ambayo ina taarifa yangu kuanzia ukurasa wa kwanza. Naomba ingie katika kumbukumbu rasmi za Bunge na mimi nijielekeze katika sehemu ya 3 ambayo ni uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu inaomba kuidhinishiwa jumla kukusanya shilingi bilioni 12,100 milioni ikingi bilioni 12,56 milioni katika mwaka wa fedha ulioisha kama ambavyo imeainishwa katika jedwali namba 5. Hii ni sawa na ongezeko la 0.3 ukilinganisha na makadirio ya makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha unaoisha. Aidha, mchanganuo pia umeambatanishwa katika jedwali namba 5. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ina maoni kwamba ongezeko la makadirio ya makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kwa fungu 61 inaakisi azma ya serikali kuongeza wigo wa mapato yake. Aidha, ongezeko hilo litachangiwa na makusanyo yanayotarajiwa kutoka fungu namba 61 ambayo ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo yanatokana na uchaguzi mkuu utakaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika upande wa matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 2025/2026 Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu pamoja na taasisi zilizo chini yake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 514,828,552 ikiwa ni sehemu ya matumizi ya kawaida, na kati ya fedha hizo bilioni 21,344,130 ni mishahara na bilioni 17,563 milioni ni ruzuku kwa vyama vya siasa na bilioni 116,479,938 ni matumizi mengineyo na bilioni 377,4,484,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo kama ambavyo imechanganuliwa katika jedwali namba 5 iliyoko katika taarifa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 2025/2026 imeongezeka kwa asilimia 23 ukilinganisha na mwaka wa fedha ulioisha ambapo bajeti ya matumizi ya kawaida ndani ya mwaka wa bajeti ilikuwa ni bilioni 112,183,433 na kamati imebaini kwamba moja kati ya sababu za ongezeko hili ni maoni ya kamati kwamba serikali ipange bajeti kulingana na mahitaji halisi. Aidha, ongezeko hilo linaakisi mahitaji ya kifedha kulingana na sababu mbalimbali za kiuchumi na ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa na huduma zingine. Mheshimiwa Naibu Spika, katika miradi ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025/2026 Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu inaomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 377,4,484,000 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo bilioni 370 milioni 237,705,000 ni fedha za ndani na bilioni 6,766,779,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025/2026 imeongezeka kwa takriban bilioni 1,319,946,000 sawa na asilimia 16.77 ukilinganisha na bajeti ya mwaka unaoisha, na sababu ya ongezeko hili imechangiwa na ongezeko la bajeti ya kukamilisha mradi wa ujenzi wa kiwanda cha uchapaji nyaraka za serikali Dodoma na fedha za ndani kama ambavyo imechanganuliwa katika jedwali namba 6 kwenye taarifa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inapongeza jitihada za serikali kuendelea kupanga bajeti ili kutekeleza miradi mingi kwa kutumia fedha za ndani, jambo ambalo limekuwa likisisitizwa na kamati na bunge lako kwa ujumla. Sehemu ya 4 ni maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia majadiliano ya kina kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu kwa mwaka wa fedha 2025/2026, kamati inatoa maoni, ushauri na mapendekezo ya jumla kwa mafungu yote kama ifuatavyo. Namba 1, serikali ijiwekee malengo ya ukusanyaji wa maduhuli ambayo yanaakisi uwezo wa ukusanyaji na hali halisi ya vyanzo vya mapato. Namba 2, serikali ihakikishe kwamba inatoa kwa wakati fedha za maendeleo na matumizi mengineyo ili kuwezesha wizara hii na taasisi na idara zilizo chini yake zinatekeleza majukumu yake kwa wakati na kwa ufanisi. Ushauri mahususi. Mheshimiwa Naibu Spika, fungu namba 37 ambao ni Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, serikali ihakikishe kwamba mradi namba 4429 programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi unatekelezwa kikamilifu ili kuwa na tija kwa taifa.
Namba 2, serikali ihakikishe kwamba ujenzi wa kiwanda cha uchapishaji wa nyaraka za serikali unakamilika kwa wakati na mashine za uchapishaji zinasimikwa kwa wakati ili kuwezesha kiwanda kutekeleza majukumu yake. Na namba 3, serikali ihakikishe kwamba kiwanda cha kupiga chapa kinakamilika na nyaraka zote muhimu za serikali zinachapwa katika kiwanda hicho. Hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumshukuru Mheshimiwa Spika, kukushukuru wewe binafsi, wenye viti wote wa Bunge kwa uongozi wenu kutupatia nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambao ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na wa hali ya juu na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yaingizwe katika taarifa rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wa shughuli za serikali bungeni na kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi yake kwa ufanisi mkubwa. Aidha, naomba nichukue fursa hii kumshukuru waziri na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, ambao wanamsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu kutekeleza majukumu yake katika ofisi hiyo. Kwa umuhimu wao naomba niwatambue, ambao ni Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu; Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa ofisi ya waziri mkuu pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano waliotupatia, kamati wakiongozwa na katibu mkuu wa ofisi hiyo Daktari Jim Jonas, Mheshimiwa Jaji Francis S. Mtungi, msajili wa vyama vya siasa, Mheshimiwa Jaji Jacobs Mwambegele, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndugu Ramadhani Kailima, mtendaji mkuu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndugu Aretas James Rimo, kamishina jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Mheshimiwa Naibu Spika, na kwa namna ya kipekee kamati inapongeza wizara kupitia Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini kwa kukamata dawa za kulevya kiasi cha tani 2327.98 kwa mwaka 2024, sawa na ongezeko la 19% ya kiasi cha dawa za kulevya kilichokamatwa mwaka 2023. Hali hii inadhihirisha namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kupambana na uingizaji wa matumizi ya dawa za kulevya nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda kumshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuratibu vema shughuli za kamati na Bunge kwa mujibu wa katiba ya nchi. Aidha, niwashukuru sekretarieti na kamati hii kwa kuratibu shughuli za kamati na kufanikisha kukamilisha kwa taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo, sasa niliombe Bunge lako tukufu likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato ya matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono. Asante.